kwa hivyo mtu apende asipende, akae kwa sufuria jikaange, shauri yake. Huyo alikuwa na represent the 56 and plus millions of Kenya. Shaks, karibu sana tena kwenye YouTube channel ya kwetu. Tuko jijini Nairobi, tumekutana na mwamba fulani, mbunge mheshimiwa Chief Sangwenya. Inakuaje? Mko poa? Kabisa. Mungu anarahisisha. Mungu mwenye rehema amerahisisha. Na kwanza hebu tingisha hivi vidole mbili hivi. Kimoja ni tabia mbaya. Kazi yake ni kulamba uji na kusafisha kulo na kujua. Lakini vidole ni mbili. Naam. Unasema two term. Kwanza juzi watu wamepiga sana bosi wako kwa mtandao baada ya yeye kutuma congratulatory message kwa Samia Suluhu Hassan. Watu wamesema the message it's solely his own and it does not represent the views of the people of Kenya. Mtetee bosi wako. Katiba inasema aje? Katiba inasema kwamba as long as you are voted in by the popular vote, whether people hates you, you are the president and commander in chief of the armed forces. And to represent kwa kila kitu. And again, the president is a symbol of national unity. And you are part and parcel of the proceedings of the national unity. So kwa hivyo mtu apende asipende, akae kwa sufuria jikaange, shauri yake. Huyo alikuwa na represent the 56 and plus millions of Kenya. Alikuwa na represent wa Kenya wote. Now, speaking of representing wa Kenya wote, bado Rigiji anamlima sana about hiyo issue yake ya Sudan. Sudan watu wamekufa sana. Of course we sympathize with them, but wanasema he is involved. Do you think whatever Rigiji is saying about him ni ukweli? Rigiji ni kondoo ambaye maamua kujifanya kama sungura. Na kondoo inajulikana. Lakini sasa Rigiji ni ile kondoo inajaribu kufinya mafuta pamoja jifanye Wakati Rigiji alikuwa deputy president, watu gani wa kwanza kupokea mkubwa wa hiyo nini? Wa hiyo kikundi? Ni yeye, si ndio? Mpaka wakapozi picha akikuwa pale State House, si ndio? Sasa Rigiji ni kondoo ambaye inajifanya ni sungura. So unasema hivyo, umeelewa? Unasema Ruto hayuko involved, ni Rigiji ndio mwenyewe. Wacha nikwambie, hapa Kenya mtu yote akikuja na kuna ideas unamsikiza. Si Sudani wakati Sudani ilikuwa inapigana, so walikuwa nakuja hapa Kenya hawa kina Garang. Na si ilikuwa wakati wa Kibaki, so waliwapatia nafasi hapa Karen wakakaa. Wakati DRC Congo walikuwa kwa vita, si wakati wa Uhuru walikuwa nakuja hapa. Kuna shida gani? When Sudan is in confusion and some wengine wanakuja hapa, maybe kusiki aslam, what do we do? Welcome them. Mtu kama anachukia Ruto kwa agenda zingine asiingize mambo ya Sudan. Unasema Kenya is a hospitable country. Ni nchi ambao tuna host watu. Na for information, have you confirmed dunia mzima imekubaliwa kwamba Kenya ndio nchi namba 4 yenye ina accommodate strangers after nini ndio ilikuwa namba 1 Jamaica. So ni kumaanisha ni vitu tumefanya si wakati wa Ruto daktari. Ni vitu tumefanya kwa muda. Ni pahali pako na neema, ni pahali pametulia. That's why the Somalis cannot invest in Kismayu. Unasikia? Ama Mogadishu, because insecurity and political instability. So wanakuja wapi kuinvest hapa Kenya, and it is working well. Hii River Road tumekuwa nao, watu wa mlima wakikuwa nao, nini inaendelea pale? Chokora, troli, malaya, nini, mtu anachoma mahindi, huyu anafanya hii, ijai yanuka. Tangu Msomali akanyage Isili na kaje. It is a city now on its own. It is now a CBD after Nairobi CBD. True. Haya, sasa nataka tuzungumzie, last time tukikuwa na wewe ulikuwa unasema Western Kenya is going to be greatly influenced na Musalia Mudavadi. So far tunaona kuna kama hiyo by election inaenda kufanyika Malava. What do you think influence yake ya Musalia, what do you think Musalia how do you think ata influence hiyo by election huko Malava? Musalia Mudavadi, nilisema awali, Musalia Mudavadi anabaki ndiye anatupa mwelekeo. Musalia Mudavadi ndiye anabaki anatupa mwelekeo Western. History nyingine tunasikia hakuna. Musalia Mudavadi saa zile budget inafanyika, ako pale kwa round table. Saa zile ishi yote imetokea Kenya hii, ako pale kwa round table. Unasikia? Na kuna mwingine unajua right now kuna university mingi Kenya hii.
na university saizi na moldi mtu utoke nje utengeneze kazi. Kuna mtu anatarajia akitoka kwa university akuja andikwe kazi na Musalia Mudavadi because yeye ni Muluya. Amesahau kwamba Kenya tuko na wage bill kubwa sana ambapo Musalia tena hawezi kumaccommodate. Wewe graduate kama Muluya, toka nje, tengeneza kazi kusaidia society yako ya Waluya. Don't blame Musalia Mudavadi. Musalia Mudavadi kazi yake yenye amefanya pale Western ni kuimplement policies kuhakikisha kwamba our national cake tunaipata, and we are getting it. Ona kitu kama nini pale EPZ Busia. Very soon Busia itakuwa kama Kitengela. Angalia 33 km roads ambazo zimeanza. Ring Road Lake Victoria imeanza. Hii nini polytechnics karibu 20 zimekuwa kule Western, zimekuwa elevated kwa national nini polytechnics. Busia tu kwa na university. Sasa Busia now it have got now its own university, ikapewa charter. Wanataka Musalia afanye nini? Wakubaliane kwamba Musalia ni wetu. Mwenyanga Musalia oresi ina. Ngobaluya balaluyengu. Wanataka Musalia afanye nini? Sinesi benyanga Musalia hole. Wewe kama ni graduate go, umetoka pale, wewe ni engineer, kuja huku nje. Implement vitu. Utengeneze kazi kwa ajili ya wale ambao hawajapata chance kwenda university, waandike. Na policies ziko. Kuna research fund iko pesa. If you don't know, kuna research fund iko ya kushuhudia hizo vitu, pesa enda pale. Kuna small and medium enterprise authority, those are the policies, and for the good thing msichana wetu wako pale anaitwa Mangeni. So kwa hivyo I don't see why people should blame Musalia Mudavadi every now and then. Western, we never voted for this government. Haina haja sisi saa zile Musalia anatuambia tu join huo mrengo tunampinga. Saa zile hiyo mrengo inafaulu tunaanza kulaumu Musalia. How can we blame Musalia in this government? Amejaribu venye anaweza, na hata kama hii serikali hatukipatia kura watu wa Western, kusema kweli we never gave them, tulipatiana kakura kadogo, lakini ameweza kuleta project mingi. Aya, for the first time sisi pia tumeona ati Muluya pia anaweza karibia na kitu kama nini Inspector General of Police Masengeli. Kata si ya nani? Musalia Mudavadi. He is flying. Sai Kenya ulikuwa unasikia hii Kenya Revenue Authority hii Times Tower. Commissioner General kwanzia kitambo alikuanga kutoka wapi? Kwa mlima. Sasa tuko na mtu anaitwa Simiyu. Muluya pia anahesabia watu pesa Kenya hii. Can it happen? Alafu mtu anarepoka Musalia, Musalia hawezi. Yeye ni kushiba, ameshiba nini? Wewe ndio umeshiba, umeshindwa pahali pa kuhara. Na swali lingine about Musalia Mudavadi. Mimi nataka kwanza kufahamu influence yake kwa the entire Western region. Unajua Western has remained to be one of the most underdeveloped regions. One of the regions. Na sio marginalized. Ngoja kwanza fanya hivi kichwa. Fanya kichwa hivi. Ni kweli Sangwe. Fanya hivi kichwa. With all the resources, listen. With all the resources that we have as a region, ukienda Busia, including Lake Victoria. Just a moment. Every region have got its own potential in terms of economic development. Like in Nyanza we have the lake as the resource. In Ukambana wanajivunia mambo yao ya maembe. Watu wa mlima wanajivunia kahawa na nini na maziwa. Rift Valley unaelewa. We the people of Western, ile kitu tunajivunia ni miwa na cotton. Tangu wakati wa Uhuru Muigai Kenyatta, Mumias kelele zilikuwa aje? If you remember, kelele zilikuwa tele. Sasa hii kelele unasikia? Okay, the reason nimekuambia hivyo. Now talking of miwa. Mumias sugar. Let me economic activity of the people of Western. Wana invest wapi? Sugarcane farming. Let us kila pale kuna kitu watu wanafanya. Mumasai kazi yake ni ng'ombe. That is the economic activity ya Mumasai. Sisi ukulima wetu, cash crop yetu ambao inatuboost kukua na purchasing power ni nini? Ni miwa. Umesikia kelele ya miwa tangu Ruto ingie ndani? Kelele iko. Wakati wa Uhuru Muigai Kenyatta ilikuwepo. Hata sasa hii kelele bado iko. Kelele iko. Ama kukoaje? Kelele iko. Nataka tuelewane. Kelele hakuna. Tangu aseme mambo ni mata? Kelele iko. Tangu mheshimiwa daktari aseme mambo ni mata? Kelele iko kwa sababu sukari yenye inauzwa ya Mumias iko imported kutoka Uganda, inaletwa hapo na matruck. Hakuna miwa inaingia Mumias camp, Mumias. Hakuna miwa inaingia. Hakuna.
Wakulima wangapi wenye wewe unajua kutoka Busia wanalima miwa sasa hivi? Umesema vizuri. Kama umesema hivyo, kumaanisha wamesupply mpaka tena wanahitaji kusupply ingine, mpaka inabidi tena walete surplus ingine kutoka nje. Hakuna miwa inaingia. Hakuna miwa inaingia, ni cartelism. Kwa hivyo opportunity bado bado iko. Unasikia? Uliza swali lingine tena. Nataka tuachane na Musalia kidogo, tuzungumzie position ya AU. Position ya AU in the African politics. Tuliona juzi AUC chairperson amepigwa vita sana baada ya kutuma congratulatory message kwa president elect wa Cameroon. The same thing it happened after yeye kutuma congratulatory message kwa president wa Tanzania Samia Suluhu before she was sworn in. What do you think it's the position of the AUC committee in strengthening the African democracy? First of all, why is you people so concerned about democracy? Democracy yenyewe ililetwa na nani hapa Afrika? Sisi hatuwezi pewa democracy yenye haina miguu na kichwa, na wazungu wako na democracy yenye kuna miguu na kichwa na akili, lakini sisi tunapewa democracy wazimu. Hiyo ndio hatutaki. Unasikia? Hatutaki democracy yenye mzungu anakaa huko na remote akicontrol. We don't want such a democracy. And that's why kwa resolution ya African Union walikaa chini wakasema do not engage internal affairs of any given country. Wao kazi yao ni kucongratulate where necessary. Unasikia? Na kuangalia mambo ya dignity na human right. Haina haja sisi tukuwa na democracy yenye haijachujwa. Look at British yenye litukolonize sisi. British yenyewe wako na democracy yenye inachujwa na monarchy. Unasikia? Prime Minister mvote, lakini mambo ingine decision making ni monarchy. America wako na democracy ya wananchi, lakini ikifika pahali ni college vote ndio inaamua. Sweden iko na monarchy, iko na democracy, but again the monarchy ndio inaamua. Mbona hii nchi ambazo ziko na demokrasia ndio zinateseka sana kuliko nchi ambazo hazina demokrasia, like Qatar, Saudi Arabia, Belgium, the so called British ambao nimetaja, and some other nations? Why is it that look at Libya, hawako wanapiga kura? Mbona wakati wa Muammar Gaddafi wako wanateseka? Mbona wakati demokrasi imeingia ndio wanateseka? So watu waanze kupayuka na hii demokrasi ambao haina miguu na kichwa. Kama wanataka demokrasi waende kwa mzungu, wapatie demokrasi yenye inaeleweka, si hii demokrasi tuko nayo. Kama watu wananchi wa Afrika particularly wanataka demokrasi, waende demokrasi yenye kuna miguu na kichwa na mikono na akili, si demokrasi wazimu yenye tumepewa na remote na kontroliwa. Yes. Tukimalizia, najua unataka kwenda kusimama kiti cha useneta kule Busia County. Nataka nikupatie fursa. Sijui unasimama na UDA ama ANC? Mimi ni mwanachama cha UDA na my party leader is Dr. Daktari. Na sasa ndio mwenyewe hizi simama na chama ya Musalia. Musalia alivunja chama ANC akaingiza kwa UDA. Right now is the deputy party leader UDA party. So kwa hivyo sisi tuko kwa hiyo mtaratara. Na mimi ningerudi tena kwa mambo ya Western. Ulikuwa umeuliza hapa awali kwamba ni nini Musalia amefanya kule. Na nilikuwa nimekuelezea vizuri, na sasa sitaki unisukume na maswali mingi na kuniletea pingamizi mingi. Naomba tafadhali. Sawa, nimekusikia. Nataka nakupa nafasi, jieleze, mtetee bosi wako. Unajua kwamba Musalia Mudavadi anachapa kazi. Nilikuuliza tangu Uhuru Muigai Kenyatta wakati alikuwa rais. Miwa ilikuwa namna gani? Kelele ilikuwa mingi. Kila wakati mumiasi. Kwa saa hii mumiasi iko vipi? Kelele imeisha, sivyo? Hivi sasa Pan Paper sinafanya kazi. Pan Paper inafanya kazi, tumekubaliana. Mumiasi inafanya kazi. Kwa hivyo economic ya watu wa Western sasa imerudi kwa jikoni, inatokota. Unasikia? Pale ile sufuria imekuwa imetolewa, imewekwa chini wakati wa Uhuru Muigai Kenyatta. Kata sianani Musalia Mudavadi because ako pale kwa nini kwa cabinet, ako karibu na nini na mheshimiwa rais daktari. So kwa hivyo ni kumaanisha kama kelele ya mumiasi imeisha, hii ni nini inafanya? Ni nini nyingine watu wa Western tunahitajia? Nini nyingine ambayo tunahitajia? Tunahitaji barabara pia, stadium pia. Haya, stadium kwa saa hii. Stadium ground breaking imeanza ya Vihiga. Ishaanza. Ground breaking ya stadium ya Busia ishaanza. Ile ya ya Kakamega ilishajengwa. Nini nyingine tunahitajia?
Ile yenye Ruto alienda kuambia watu wa Bungoma anataka kutengeneza ile ya Masinde Muliro iko international kama ya Arsenal. Ile ya Masinde Muliro ilitengenezwa wakati wa Uhuru Muigai Kenyatta, na Uhuru Muigai Kenyatta akafanya short work. So ile kitu kulingana na framework ya engineer venye walifika kwa ground, ikabidi hiyo kitu yote inafaa ibomolewe chini. Baada ya kubomolewa chini ndio aanze upya. Sasa hapo lazima wapange budget maalum kwa hiyo kitu. Wanasikia? Some things kuna challenges. Sasa kuna kilomita karibu 47 ambapo ziko kwa mtaratara ya kutengenezwa. Ring road, barabara yenye hapa alitaja juzi ambapo ground breaking as you are talking right now inaendelea. Right now as you are talking inaendelea Busia. Right now inaendelea. Barabara ya kutoka Shamahogo mpaka Mululu 33 kilomita kuweka lami imeanza. Kata Sianani, Musalia Mudavadi. Na isitoshe hapo hatukumupa kura. Alienda tu pale kivyake kama huko ako uchi. Unasikia? Kujiongea. Na mimi nataka kuambia watu wa Western. Unaona huyu Kalonzo? Huyu Kalonzo ile siku ataingia kwa serikali, Wakamba watamfuata. Watu wasidanganyane watu. Ati Kenya si tribal. Kenya is tribal. Mtu asikudanganye pahali. Ile siku Kalonzo ataingia kwa serikali, Wakamba watamfuata. Alafu sisi Musalia wetu ameingia kwa serikali, hatutaki kumfuata. Tumekuwa wazimu, tunazunguka huku nje tukishika marungu kungoja butchery ya Wainaina mwenye amefika class 4 na wewe ni graduate. Walio wanafaa waamuka akili yao wafikirie nini chenye wanataka kwa maisha yao. Let us not have that blame game. Huyu Musalia tukumupa kura, kila mrengo wenye anaingia hatumpatii kura, akiingia tunamublame. Lakini anakuja anatupatia. So those are the things that ambao nimetaka watu wa kwetu waweze kuelewa. Hii mambo watu wanadanganywa, waachane nao. Watu wa mlima wamekuwa kapao in 3 years. Enda huko uone. Kwa nini hata mtoto mdogo Msapere ni mjuaji? Because environment aliyeko ni maendeleo kila pahali, huku ni maendeleo. Mtu alakuwa intelligent. Lakini kama kwetu unakuta mtoto Mluya ni mjinga kama hizi ya jana. Kwa nini? Because hawakupewa hiyo empowerment, environment mzuri. That's the problem we have. Na sasa raundi hii ni kiboko. Watu wafate Musalia Mudavadi. Kama mtu ameshikilia nyama kwa mdomo, unanusia hii harufu inaenda wapi? Sasa hii confusion ni watu wanatupeleka hakuna kabisa. Those are things that mimi nataka watu wetu wajue kabisa. Na hizo ni vitu bado tunaguzia kidogo. Umemtetea emotionally, sawa. Ongea na watu wako wa Busia. Kimalizia, mheshimiwa. Yes. Tunakuwa na lot of arguments. The person that will take over as a Nairobi governor. Wewe ni mtu ambaye unaona mbali. Nadhani nani atachukua kitu? Kwanza mimi kwa mambo ya Nairobi, Mike Sonko Mbuvi tuangalie hiyo sheria. Mike Mbuvi Sonkore arudi Nairobi. Hii mambo ingine ya Sakaja is a curse to the people of Nairobi. Kuna siku nimwambia akanitumia maguni. Sasa kunitumia maguni hata mimi niko na guni. Hiyo nitamwambia tu kweli. Sakaja ukinitumia guni hata mimi ni guni kivyangu. Mimi nitakukujia mani solo. Tuweke kwa ringi nikupige mangumi. Huwezi kuwa kasi kwetu na tusikwambie Sakaja is a curse. Tunataka Sonko arudi Nairobi. Nasikia Sonko arudi Nairobi. Uliona ile kitu alifanya pale nini? Ya kuondoa wamama wamekaa pale miezi karibu 3 wamejifungua shida tele, akaenda akawatoa. Unasikia? Kitambo wazee wamehangi hapa Nairobi wengi. Kwa nini? Hawana kitu ya kuwapeleka nyumbani. Na kitambo Mike Sonko alikuwa anakusanya wazee, anaweka pamoja, anawasindikiza nyumbani ili watoke Nairobi, wametumikia Nairobi, sasa wanafaa warudi nyumbani. Siku hizi rate ya kukula fare iko aje? Juu. Hizi ni vitu nasema kila wakati. Iko juu. Sasa watu hawataki kuishi pamoja. Sasa watu wanawekeana contract mpaka hata ya kutoana nyege. Ni contract. Which is very wrong. Because tumeingiza mtu ambao ni kasi hapa Nairobi. Sasa mapenzi ni uongo mtupu because of Sakaja, because people are not empowered. Unasikia? So those are the problem we have. So kwa hivyo sisi mtu wetu ambao sisi tunaelewa ni Mike Sonko, tu revisit hiyo sheria, tuitatue, tuiangalie venye Sonko anaweza fanya nini? Anaweza rudi Nairobi. Huyo ndiye ataokoa watu peke yake. Kitambo huko nini Islands.
bunduki zilikuwa zimejaa. Siku hizi akakuja akazikusanya, watu wakareturn siku hizi crime tena imerudi. So mtu mwenye anaelewa Nairobi ni Sonkore peke yake. If you want me to discuss about Nairobi. Sawa, asante basi. Yes.